Katika ukumbi wenye shamra-shamra ya mijadala ya kitaaluma na sura za matumaini, wadau mbalimbali wa sekta ya usafiri kwa njia ya maji walikusanyika kwa ajili ya kikao kazi kilichoandaliwa na shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC. Lengo kuu ilikuwa ni kuwajengea uwezo mawakala wa forodha, mawakala wa meli na waendeshaji wa bandari ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia sheria, taratibu na miongozo inayoongoza. Fatuma Masienene, meneja udhibiti wa huduma za usafiri majini, alisimama kwa ujasiri mbele ya hadhira na kutoa ujumbe mzito, akieleza jinsi TASAC ilivyogundua changamoto kadhaa zinazowakumba mawakala wa forodha, hasa katika hatua za kuomba leseni kwa njia ya mtandao. Kwa hapa Mwanza tunao mawakala wa meli, tunao mawakala wa forodha, lakini tunazo bandari na tunao waendeshaji wa bandari. Kikubwa kilichotuleta hapa kwanza ni kujenga mahusiano kati ya regulator TASAC lakini na watoa huduma wetu. Kingine ni katika kutoa elimu kwa hao wadau ambao tunawasimamia ili waweze kufuata sheria na kuzizingatia. Wakati wa kutoa leseni tumebaini mapungufu tofauti kwa hao watu ambao tunawasimamia, na tukaona kwamba itakuwa kwamba wanakosa elimu ya kutosha ili waweze kufanya zile kazi zao sawa sawa. Na tumekuwa tukipokea malalamiko kutoka kwa watu wanaopokea huduma za hao watu ambao tunawahudumia. Kwa hiyo tukaona ni vizuri tufike Mwanza tuweze kutoa elimu na hao watu waweze kufanya kazi zao kwa ufanisi kwa kuzingatia sheria na taratibu ambazo tumejiwekea. Kwa sasa TASAC tunafanya application online. Yani sio lazima mteja wa Mwanza afike Dar es Salaam. Lakini kwenye zile requirement unakuta mtu anakosea. Unamwambia labda uattach ni tax clearance certificate ya kipindi husika ambayo ni valid. Unakuta labda anakuwekea hata ya mwaka uliopita. Wakati mwingine unamwambia weka vyeti vya wataalamu wako ambazo hivyo vyeti vinahusiana na mambo ya shipping au ports management. Lakini unakuta anakuwekea sijui marketing management, anakuwekea HR, kitu ambacho sio sisi ambacho tulichokuwa tunahitaji. Lakini pia unakuta wakati mwingine tunapata malalamiko ya wateja kwamba labda umepotea au mzigo umecheleweshwa. Yaani mtu amelipa ushuru wake kwa wakati lakini mzigo unachelewa kutoka. Kumbe unakuta huyo clearing agent amepewa zile pesa na yeye hazifikishi kule inakotakiwa kwa wakati. Kwa changamoto za namna hiyo ndo zimefanya tufikie hatua hii ya kuja kutoa elimu na kuwaelezea pia consequences za makosa ambayo wanayafanya, kwamba wajue kwamba kuna fine, kuna kifungo, waweze kuelewa taratibu na sheria zinawataka wafanye nini. Ambao wanaendesha shughuli bila kuwa na ofisi, tunawaeleza kwamba wanatakiwa wafuate taratibu kama sheria inavyotaka. Anatakiwa kuwa na ofisi, anatakiwa kufanya kazi kiutaalamu, ndio hiyo tunaita professionalism. Asifanye kazi ile kiujanja. Na bahati nzuri kwa sasa hivi kwa mpaka kama Stirali ulivyouliza, tuna mwakilishi wetu pale ambaye yuko muda wote masaa 24 na anawasimamia na kuwakagua pia kuona kama hawa watu wana ofisi na wanafanya kazi kwa weledi kama inavyotakiwa. Kwenye foja ambazo tumezigundua, tumeona kwamba business license ndo zinafojiwa sana. Na kwa kupitia mifumo ya kisasa kwamba kuna hizi QR code ndio hizo ambazo zimetusaidia kwamba kuweza kuwabainia watu wanaofoji. Na ili kuweza kutatua hili tatizo, tunafanya integration ya mifumo yetu pamoja na mifumo ya watu wa huduma wengine kama TRA, BRELA, lakini NIDA na wengine. Kwa hiyo tunaamini huko mbele kutakuwa hakuna tena hiyo mianya ya watu kufoji. Afisa mwandamizi wa udhibiti wa usafiri kwa njia ya maji Bwana Hamidu Komba akatoa onyo kali lakini la kuelimisha kwa mawakala wote, akisisitiza umuhimu wa kufuata sheria ili kuepuka matatizo ya kisheria na adhabu nzito. Challenge ambazo tunazipata toka kwa watu wa huduma hawa, lakini pia tumejaribu kuelezea endapo anapokuwa amefanya non compliance na sheria pamoja na kanuni, basi anawajibika kupata adhabu pamoja na penalty. Mathalan, kama atakuwa hajamiti zile requirements ambazo zinatakiwa, basi mtoa huduma huyu anatakiwa kupata penalty ya kati ya milioni 20 mpaka milioni 40, lakini pia kifungo kisichokuwa chini ya miaka 2
mpaka kisichozidi miaka 5. Lakini sio hivyo tu, hata kama atakuwa tumepita kwenye ukaguzi na tukagundua kwamba ameweka leseni ambayo ni feki, basi anakuwa entitled kupigwa penalty ya kati ya $1,000,000 mpaka $10,000,000, lakini kifungo kisichopungua miezi 6. Lakini kikao hiki hakikuwa tu cha kuhusu sheria na taratibu, kilikuwa pia ni jukwaa la kusikiliza na kutafuta suluhu la changamoto zinazowakabili wadau. Wadau wengi walionekana kufarijika, wakionyesha matumaini mapya. Anslem Namala, mkuu wa sehemu ya masoko na uhusiano kwa umma kutoka Tashiko, alipaza sauti ya shukrani akisema, kwa kama Tashiko ni jambo zuri sana kuwa hapa na tumepata elimu. Hii elimu inatusaidia kuweza kutoa huduma nzuri kwa wateja wetu, kwa maana tunapokuwa na wadau wetu ambao ni mawakala wa forodha, mawakala wa meli na wakusanya mizigo, tunakuwa na uelewa sawa wote. Tunaelewa vizuri nini kinatakiwa, taratibu zinazotakiwa kufuatwa, kanuni na sheria. Hivyo uelewa wa sisi wasafirishaji na mawakala unatufanya tunakuwa katika nafasi ya kumhudumia mteja wetu vizuri zaidi. Kwa hiyo niwapongeze sana TASAC kwa kufanya semina kama hizi kwa wadau. Zinaongeza uelewa wa wadau, lakini zaidi zinaongeza huduma bora kwa wateja ambao ni watumiaji wa vyombo vyetu vya usafiri kwa njia ya meli. Sisi tunapokea mizigo kutoka nchi za nje kupitia bandari ya Mwanza Kusini. Tunapokea mizigo kutoka bandari za Port Bell na Jinja kutoka Uganda. Mizigo inapokuja pia inahakikiwa na hao mawakala wa uhakiki mizigo, kuhakikisha kwamba kile ambacho mteja wetu amekileta ndicho hicho ambacho kinakwenda kupokelewa hapa. Kwa hiyo kupitia semina kama hii tunapojengewa uwezo sisi usafirishaji, mawakala wa uhakiki mizigo, mawakala wa forodha, mawakala wa meli na vyombo vingine vyote vya ulinzi na usalama maeneo ya bandari, tunakuwa katika nafasi ya kuhakikisha kwamba mzigo wa mteja unakuwa mahala salama na mzigo wa mteja unafika katika hali nzuri ambayo alitegemea. Kwa ujumla, kikao kazi hiki kilionekana kuwa mwanga mpya katika sekta ya usafirishaji majini nchini, kwa mikakati madhubuti na ushirikiano kati ya TASAC na wadau wake. Taswira ya huduma bandarini inazidi kuimarika, ikiahidi ufanisi, uwajibikaji na maendeleo endelevu katika sekta ya uchukuzi majini nchini Tanzania. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.